Hitimisho la Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu mahakamani aliandika yafuatavyo: Mheshimiwa Jaji, lazima sasa nihitimishe kauli yangu. Umefanya kile ambacho sheria ikiamuru kufanya, yaani kunipeleka katika kesi ya kusikilizwa na Mahakama Kuu. Waendesha mashtaka wa umma nao wamefanya kile walichokiona kuwa ni wajibu wao. Mimi pia nimetumia kile nilichokiona kuwa ni haki yangu ya kisheria. Nimesema yote niliyotaka kusema kwa namna na kwa mtindo ambao nilitaka kusema. Kwa kutaja jina upya wazo la Fidel Castro katika History Will Absolve Me. Ninatumaini kwamba sitahitaji kujilaumu kwa kuacha kanuni yoyote bila kuitetea, kwa kuacha ukweli wowote bila kuusema kwa hofu ya kumkosea mtu yoyote, au kwa kushindwa kulaani uhalifu wowote unaopaswa kulaaniwa. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma na maafisa wake wa sheria sasa wanapaswa kufanya kile ambacho sheria inaeleza kuwa ni wajibu wao, yaani kunishtaki kwa tuhuma za kosa la uhaini kwa kile wanachokiona kuwa ni maslahi ya umma. Mimi kwa hakika najua maslahi yangu ni yapi, kutetea ukweli ninaojua kwa ujasiri na bila hofu, na katika mchakato huo kutetea misingi ya haki, usawa na demokrasia ambayo haipaswi kuachwa bila kutetewa, pamoja na kulaani uhalifu wote unaopaswa kulaaniwa. Baada ya hapo nitaweza kuishi kwa amani au kufa, kwa maana kifo kwa kunyongwa ndicho ambacho hawa marafiki kutoka wanasheria wa serikali na wale wanaoongoza watakuwa kikitaka dhidi yangu katika Mahakama Kuu. Lakini kama Marcus Aurelius, mfalme wa Roma, anavyodaiwa alisema kwa umaarufu kuwa kifo kinatutabasamia wote. Yote ambayo mwanadamu anaweza kufanya ni kukitabasamia pia. Habari za wakati huu, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunaangazia uchambuzi wa kina wa closing submission ya Tundu Lissu katika kesi yake ya uhaini. Maandishi yanayotenganisha wajibu wa kisheria wa upande wa mashtaka na wajibu wa kimaadili na kisheria wa mshtakiwa. Hili sio hitimisho la kawaida la kisheria. Hii ni aina ya closing submission inayoweka mbele ya mahakama tofauti kati ya wajibu wa kisheria wa upande wa mashtaka na wajibu wa kimaadili wa mshtakiwa kwa nafsi yake na kwa kanuni anazoziamini. Kifungu hiki kinaonyesha wazi kwamba defense haikujengwa juu ya kuomba huruma, bali juu ya kudai kwamba mchakato wa jinsi upimwe dhidi ya principles za justice, fairness, democracy na rule of law. Kinachovutia zaidi kisheria ni kwamba mwandishi anatenganisha public interest inayodaiwa na prosecution na public interest anayoiamini yeye mwenyewe. Kwa upande wa mashtaka, public interest ni justification ya prosecution, na kwa upande wa defense, public interest ni kutetea truth, legality na constitutional principles. Hapo ndipo conflict ya msingi inayojitokeza, yaani nani anafafanua public interest na kwa misingi gani. Sentensi kwamba amefanya what the law commanded na kwamba prosecution nayo ifanye what the law describes as being their duty inaweka jambo kwenye msingi wa institutional duty na si personal confrontation. Kwa mtazamo wa sheria, prosecution ina burden ya kuthibitisha offense kwa mujibu wa sheria, wakati accused ana haki ya kutumia procedural safeguard zote zinazotambuliwa na sheria. Hapa ujasiri wa defense haupaswi kuchukuliwa kama substitute ya evidence, lakini evidence nayo haiwezi kubadilishwa na authority, political convenience au public pressure. Na hapo ndipo closing hii inakuwa nzito. Tundu Lissu hasemi kwamba anaogopa matokeo, bali anasema amefikisha mbele ya mahakama yale anayoona kuwa ni truth, principles na grievance, na hataki baadaye ajilaumu kwa kuacha hoja muhimu bila kuwasilishwa. Hiyo ni philosophy ya defense yake yenye msingi katika principle kwamba accused anapaswa kuwa na meaningful opportunity to be heard. Lakini kuna nuance muhimu ya kisheria kwamba kauli ya kutokujutia au tayari wa kukabili adhabu si ushahidi wa innocence. Courage is not evidence, neither is fear evidence of guilt. Kazi ya mahakama bado ni kupima admissible evidence, legal ingredients of the office na standard of proof, bila kuathiriwa na hisia, umaarufu wa mhusika au uzito wa kisiasa wa kesi. Ndiyo maana mstari wa mwisho una nguvu ya kisaikolojia, lakini unahitaji kusomwa kwa macho ya sheria. Unasema, death smiles at us and all a man can do is smile back.
Huu sio mwaliko wa kifo wala ushahidi wa hatia au kutokuwa na hatia. Ni rhetorical statement ya kuonyesha kwamba defense imefika mahali ambapo hofu ya consequence haiwezi tena kuamua kile kilichowasilishwa mahakamani. Kwa kifupi, naweza kusema hii closing ambayo Tundu Lissu amekusudia kusema ni kuwa prosecution inaweza kutekeleza mandate yake na mahakama inaweza kutekeleza jurisdiction yake, lakini yeye pia hana haki ya kutekeleza duty yake ya kisheria. Kwa kuweka defense yake yote mbele ya mahakama bila kuacha principle muhimu kwa sababu ya hofu ya consequence, hapo ndipo uzito wa closing hii ulipo. Closing submission hii inatofautiana na zile za kawaida. Haitegemei kuomba huruma, bali inasisitiza misingi ya justice, fairness, democracy na rule of law. Upande wa mashtaka unaona public interest kama msingi wa kuendesha mashtaka, na upande wa utetezi unaona public interest kama kutetea ukweli, uhalali na kanuni za kikatiba. Swali la nani anafafanua public interest ni la msingi. Lissu anasisitiza kuwa kila upande unapaswa kutekeleza wajibu wake wa kisheria, si vita vya kibinafsi. Prosecution ina mzigo wa kuthibitisha kosa, accused ana haki ya kutumia safeguards zote za kisheria. Ujasiri au kutokujutia si ushahidi wa kutokuwa na hatia. Hofu si ushahidi wa hatia. Mahakama inabaki na kazi ya kupima ushahidi unaokubalika na ingredients za kosa. Kauli ya kuwa death smiles at us all and all man can do is smile back ni rhetorical, inaonyesha msimamo wa kutoogopa matokeo katika kuwasilisha hoja zote muhimu. Closing hii ina uzito wa kisheria na wa kimaadili. Inajaribu kuweka kesi katika muktadha wa kanuni badala ya hisia au shinikizo la kisiasa. Hii ni mgongano ya kawaida katika kesi nyeti. Mahakama inapaswa kutafsiri public interest kwa mujibu wa sheria na si matakwa ya upande mmoja. Na haki ya kusikilizwa kikamilifu ni msingi wa fair trial. Lissu anasisitiza kuwa ameweka hoja zote ili asijilaumu baadaye. Ushahidi hauwezi kubadilishwa na mamlaka, urais wa kisiasa au shinikizo la umma. Hii ni kanuni muhimu sana ya rule of law. Death smiles at us all si ushahidi, ni kauli ya kisaikolojia inayoonyesha msimamo. Mahakama haipaswi kuichukua kama proof ya hatia wala kutokuwa na hatia. Prosecution, mahakama na accused kila mmoja ana wajibu wake. Closing hii inasisitiza kuwa Lissu ametekeleza wajibu wake kwa kuweka defense yake yote mbele. Kwa ujumla, closing hii inataka mahakama ipime kesi kwa misingi ya sheria, ushahidi na kanuni, na si hofu, umaarufu au uzito wa kisiasa. Huu ulikuwa ni uchambuzi wa kina wa closing submission ya Tundu Lissu, ambapo wanasema death smiles at all us. Ni kauli yenye nguvu, lakini kazi ya mahakama inabaki kuwa ya kisheria. Je, una maoni gani kuhusiana na hii statement ambayo Tundu Lissu ameiwakilisha kama closing statement yake kwenye mahakama kuu?